Nikianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye linaandika kiama cha mafisadi, serikali yaandaa mambo 16 ya kuanasa kiraisi. Ukiachana habari hiyo, wizi wa kutisha bodi ya mikopo, mabilioni yaliyochotwa yangesomesha wanafunzi 800. Ndani chako amtimua mkurugenzi mtendaji, asimamisha mabosi wengine watatu. Lakini pia kuna jedwali linaonyesha fedha zilizotafunwa shilingi bilioni 100.62. Wanafunzi 192 waliingizwa fedha vyuo viwili kwa wakati mmoja. Milioni 342.46 zimelipwa kwa wanafunzi hewa 343. Shilingi milioni 136.23. Wanafunzi 55 walioacha chuo. Shilingi milioni 159.66. Wanachuo 306 waliozidishiwa kiwango, na shilingi milioni 590.66 zililipwa wanafunzi 177 kwenye vyuo ndani ya nchi na nje ya nchi kwa wakati mmoja. Ukiachana habari hiyo, pia uamuzi wa serikali kuiua bandari ya Dar es Salaam, wasema mawakala. Serikali umoja wa kitaifa Zanzibar mikononi mwa CUF. Lissu ahojiwa kwa saa 3 polisi la ndio muonekano wa gazeti la Nipashe ya Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake wa mbele. Kurasa zake za ndani, ukurasa wa 3, TGNP wachambua utawala wa Rais Magufuli, lakini pia uamuzi wa serikali utaiua bandari, wasema mawakala. Ukurasa wa 2, wawili watumbuliwa majipu Kinondoni, shule ya Msalato yakosa maji, kizimbani kwa kufanya kazi bila kibali. Ukurasa wa 5, adaiwa kumuua mwanawe kwa kumkata koromero, Jaji Mutungi aviasa vyama vya siasa kufuata sheria kanuni, atuhumiwa kwa kumuua mtalaka. Ni muonekano wa gazeti la Nipashe katika kurasa zake za ndani, lakini pia ukurasa wake wa nje ukiwa na habari kubwa inaonekana inasema kiama cha mafisadi. Tanzania Daima laandika Lissu amtisha Rais Magufuli, yasema Zanzibar ikichafuka hata nusurika ICC, na kuna picha inamuonesha mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu akiongozana na mawakili wake Peter Kibatala, Hekima Mwasika na Frederick Kiwelo walipokuwa wakitoka katika kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam ambako Lissu alihojiwa jana. Ni tumbua. Lakini pia ukiachana na habari hiyo, pia tunisha mfuko wa wafugaji Msoga, bosi mpya NIDA azua utata. Tutawanyoosha bandari, yasema Tafa. Ndivyo muonekano wa gazeti la Tanzania Daima katika ukurasa wake wa mbele. Katika kurasa zake za ndani, ukurasa wa 2 na wa 3 ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza, lakini pia ukurasa wa 4 na wa 5 ndivyo ilivyo, ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza. Gazeti la Tanzania Daima hivyo inavyoonekana katika kurasa zake za ndani, lakini ukurasa wake wa kwanza ni habari kubwa kuhusiana na Lissu amtisha Rais Magufuli. Uhuru Ukweli Daima lenye laandika bodi ya mikopo yatumbuliwa, na kuna picha inaonyesha mafundi wakiendelea na kazi ya kulaza bomba kubwa la maji Mbezi Beach Dar es Salaam jana. Kazi ya kulaza bomba kutoka mitambo ya maji ya Ruvichini Bagamoyo mkoani Pwani hadi chuo kikuu ardhi Dar es Salaam kwa urefu wa kilomita 54.8 kati ya 55.9. Ukiachana habari picha hiyo, nimekubali utendaji wa Magufuli, asema Sumaye, lakini NRA kushiriki uchaguzi Zanzibar. Meneja sokoni Kariakoo kutumbuliwa jipo, ni habari ambayo imeandikwa katika mfumo wa swali. Mfanyabiashara kijana kunyakua shilingi milioni 20. UWT wampa 5 Rais Dr. Magufuli. Ndivyo gazeti la Uhuru linavyojinadi katika ukurasa wake wa mbele. Kurasa za ndani, ukurasa wa 3, wafanyabiashara wafurahia urasimu kudhibitiwa bandalini, lakini maofisa ubalozi kufanyiwa tathmini. Mfanyabiashara kijana kunyakua shilingi milioni 20 ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa 4, bodi ya mikopo yatumbuliwa, ni mwendelezo wa habari pia kutoka ukurasa wa kwanza. Ukurasa wa 5, msajili wa vyama
ahimiza kufuata katiba na kanuni. Manispaa ya Kinondoni yazipa kampuni siku 7 kulipa ushuru. Makamanda polisi kukutana kesho Dar. Wamiliki Golden Tulip wakubaliana na serikali. Ni katika baadhi ya kurasa za ndani gazeti la Uhuru, ukweli daima. Gazeti la Mwananchi, mawaziri wa Magufuli waanza kuvuruga, na kuna picha mbalimbali zinazoonyesha mawaziri hao. Lakini pia ukiachana na habari hiyo, mbivu mbichi uchaguzi mkuu Uganda kesho, ni habari ambayo imepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa kwanza. Ukiachana na habari hiyo, mawakala wa forodha waanika jipu jipya TPA, waziri amng'oa bosi wa bodi ya mikopo, serikali yailipa IPTL Agreco shilingi 277. Ndivyo gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele lilivyojinadi. Kurasa za ndani, ukurasa wa pili, kampuni 12 zadaiwa kodi ya shilingi bilioni 10, lakini kesi ya Nzoa na kugombea nyumba leo. Dr. Mahiga ajibu kwa nini Rais JPM hakuonekana sherehe ya mabalozi. Lakini pia raia wa India aachishwa kazi Dar, adaiwa kuwaita wa Tanzania nyani. Ni katika ukurasa wake wa pili gazeti hili la Mwananchi. Ukurasa wa 4 ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza, hususan pia ukurasa wa 3. Ukurasa wa 5, serikali yatumia shilingi bilioni 277 kununua umeme wa IPTL Agreco. Ni katika kurasa za ndani gazeti la Mwananchi. Raia mwema muungwana ni kitendo, laandika 6 afunguka, Lowassa anena ajipanga kumwaga mboga, 6 amwandikia barua waziri mkuu, ni kuhusu bandari. Lakini pia Mwinyi awashangaza Uganda, ni kuelekea uchaguzi mkuu, aweka rekodi mpya. Ukiachana na habari hiyo, ukurasa huu wa kwanza, raia mwema laandika kwani kazi ya rais ni kutumbua majipu tu, ndivyo inavyoonekana hivyo ukurasa wa kwanza gazeti la Raia Mwema. Kurasa zake za ndani, ukurasa wa pili ni mwendelezo wa habari kutoka ukurasa wa kwanza, hususan ukurasa wa 3. Ukurasa wa 5, ukata waitesa Tanzanite 1, ndivyo inavyoonekana gazeti la Raia Mwema, muungwana ni kitendo, katika baadhi ya kurasa zake za ndani. Gazeti la The Citizen lililoandikwa kwa lugha ya Kiingereza lenye laandika mabilioni yaibiwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Ni habari ambayo takriban magazeti yote yameandika hivyo. Na sasa nigeukie kurasa za michezo na burudani, nikianza na gazeti la Raia Mwema katika upande wa michezo lenye laandika usishangae penati ya Messi, kuna haya pia. Lakini pia kisa cha mwanamke wa ziwani, ndivyo inavyoonekana gazeti la Raia Mwema katika ukurasa wake wa michezo. Mwananchi laandika Jonesia wa mtani jembe apewa Yanga Simba, lakini shilingi milioni 100 Azam mabao 5. Gazeti la Mwananchi katika ukurasa wake wa michezo. Uhuru lenye laandika mwamuzi Yanga Simba hadharani, lakini PSG Chelsea kivumbini, TFF yatema cheche. Katika ukurasa wa michezo gazeti la Uhuru. Tanzania Daima lenye laandika mwanamama kusimama kati ya Simba Yanga, tambo za tawala viingilio hadharani. Lakini pia kuna habari ya burudani ambayo imepewa kipaumbele katika ukurasa huu wa michezo, Alikiba Bella wa mkuna balozi Pepsi. Ndivyo inavyoonekana gazeti la Tanzania Daima katika ukurasa wake wa michezo. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye laandika mashabiki wao roho juu, lakini pia simu marufuku Simba Yanga, wakati TFF ikimtangaza refa mwanamke kuzihukumu Simba Yanga Jumamosi hii. Klabu hizo zimewapiga stop wachezaji wake kuzungumza na simu. Pia Zidane awania kuweka rekodi Real Madrid leo. Ni habari kutoka Italia ambayo pia imepewa kipaumbele katika gazeti hili la Nipashe ukurasa wake wa michezo.
Na nitimishe basi na gazeti la The Citizen lililoandikwa kwa lugha ya Kiingereza lenye laandika refali wa kike Rukia kuchezesha mchezo wa watani wa jadi Simba na Yanga. Ndivyo gazeti la The Citizen katika ukurasa wake wa michezo linavyoandika.